Na yoyote ambaye alionekana alikuwa mpinzani wa kweli kupinga haya, basi alipata matatizo makubwa. Mfano wake ni katika surati al-Masad, pindi aliposimama alipoambia yule bwana mmoja aliyesimama alipomwambia na kumsema vibaya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikashuka hii sura nzima, tabbat yada abi lahabin wa tab, kuonesha kwamba kile alichokifanya Abu Lahab ni katika saddun an sabilillah, kupinga na kuzuia dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna alichostahiki yule isipokuwa ni kulaaniwa. Kwamba mtu yule licha alikuwa anatembea ala wajhi al-ardh, lakini alikuwa amehesabiwa kwamba yeye sayasla naran dhata lahab, kwamba ataingia katika moto uliokuwa mkali kwa hali yote aliyokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu alisimama kuzuia dawa ambayo ni ukombozi, kuwakomboa watu, kuwatoa watu kuabudia masanamu, kuabudia ibad, kuja kumwabudia rabbal ibad, kuja kumwabudia mola wa watu, mola wa walimwengu, Allah tabaraka wa taala. Kuzuia huku, kuzuia jambo hili ambalo ni jambo kubwa na ni jambo lilopelekea kutuma manabii kuja kufanya shughuli hiyo, basi hakustahiki isipokuwa kile alichokipata. Na imekuwa ni alama toka wakati huo mpaka leo ila antakuma saa ya kwamba yoyote ambaye atasimama katika kukinza da'wati ila Allah tabaraka wa taala sayulhaqu bihi, kwamba naye ataunganishwa na huyo, ataunganishwa naye, kwa sababu ikiwa kazi ni moja na mwenendo ni mmoja, basi naye atakuwa ni katika wao.